Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya uaminifu wake na neema yake aliyotupa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na neema yako ambayo umetujalia. Tazama watumwa wako tuko mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakukaribisha sasa uwe pamoja nasi wakati nataka kuwajulisha watumishi wako na kuwapasha habari katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Nimesimama hapa mbele kuwajuza ya kwamba tayari tuko maeneo ya Umasaini. Niseme tu hivyo, Umasaini, kwenye vijiji vya Wamasai huku mkoa wa Kilimanjaro. Mimi nilikuwa nikisema kila dakika kwamba ni Arusha, kumbe sio Arusha, ni ng'ambo ya Arusha kabisa huku. Namshukuru Mungu tumefika jana jioni kwenye saa 1 kasoro hivi. Ninamtukuza sana Bwana Yesu. Na leo ndio mkutano unaanza. Leo mkutano unaanza tarehe 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mahali hapa tumewasili kama unavyoona. Kanisa ndo hilo hapo, kanisa ndo hilo, ya mazingira menyendo haya ya watumishi wa Mungu. Namshukuru Mungu, ni kijijini kabisa. Unaona haya mazingira kama unavyoona ndo mazingira yetu. Lakini tunamshukuru Mungu pia tumepata jukwaa ambalo limetokea Arusha, hilo jukwaa pamoja na vyombo. Watumishi wa Mungu kama unavyoona bado tuna vyombo vimefika, jukwaa limeshafika, lakini tunahitaji pesa sasa. Tumelipa kidogo, bado tunadaiwa kama 3/4 kwenye vyombo. Tunadaiwa kama 800,000. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye jukwaa tunadaiwa 3,500,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio chini pesa ya watu ambao tunadaiwa, ndio hiyo. Lakini mahitaji mengine muhimu bado. Nikuombe wewe mtumishi wa Mungu ambaye unapenda kuhubiri injili vijijini. Wewe ambaye unapenda kuhubiri injili vijijini pamoja nasi, usapoti kwa mkono wako kiukweli. Utabarikiwa na Bwana na utatusababisha watu wa huku Masaini wamjue Mungu pia. Sisi tumejitoa kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa hoja hiyo sasa nataka nikuombee kwako wewe ambaye unasikia kutubariki au unasikia kumbariki Mungu katika hili, ambao utasema moyoni mwako, sitaruhusu watumishi wa Mungu wakabwe shati kwa sababu hawana pesa ya kulipa. Kwako wewe ambaye utasema sitaruhusu watumishi wa Mungu wakose hata mkate, wakose hata maji. Hivyo naomba tuombe. Lakini kabla sijaomba, naomba nitaje namba yangu ambayo unaweza ukaitumia. Ni kujumuisha 255 7630 99367. Nitarudia, hii ni M-Pesa ya Tanzania. Na hii inapokea pesa kutoka sehemu mbalimbali, inaweza kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Natarudia tena. Ni kujumuisha 255 7630 99367. Mungu akubariki sana. Ninaamini kwamba wapo watumishi wa Mungu ambao Mungu amekuandaa kabisa kwa ajili ya huduma hii. Naomba nitangaze baraka kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu natangaza baraka zako. Naomba umbariki mtumishi wako huyu ambaye yuko tayari kubariki kazi hii. Muongeze mara 10,000 zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Pokea yote sawa sawa na imani yako, sawa sawa na moyo wako. Wampa kupenda kumtolea Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza na ninaamini ya kwamba Mungu umefanya kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Lakini utakuwa unaangalia hapo kwenye video kuna namba ya Kenya ambayo na yenyewe inapokea ukiwa nchi yoyote. Ukitumia shilingi Kenya inaweza kupokea popote utakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namba ya Kenya pamoja na hii niliyoitaja. Mungu awabariki watumishi wa Mungu.
Mungu awabariki sana, lakini msiache kutuombea. Kiukweli ni kwamba tuna miili kama watu wengine, kuna kuchoka, kuna kusikia vitu vyote, lakini kwa neema ya Mungu anatuwezesha. Usiache kutuombea, kututegemeza kwa maana ya kutuombea, usiache kabisa. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Amen.